anaeleza zaidi. Chama cha Wiper kimejitokeza kwa meno ya juu kumtetea kiongozi wake Kalonzo Musyoka kufuatia madai kutoka kwa Rais William Ruto na washirika wake kwamba aliyekuwa makamu wa rais hana rekodi ya wazi ya maendeleo. Kama haujawahi kupanga vile ya kujenga chochote, wacha kuchochea wa Kenya. Akizungumza kwa niaba ya chama, katibu mkuu wa Wiper Shakila Abdalla amemtuhumu rais kwa kupotosha umma kuhusu chanzo cha miradi muhimu ya miundombinu katika eneo hilo. Kiini cha mvutano huu ni barabara ya Kibwezi Mutomo Kitui Bondoni ambayo Rais Ruto amekuwa akirejelea wakati wa ziara zake Ukambani kama ushahidi ya ajenda ya maendeleo ya serikali yake. Wewe umekuwa serikalini miaka 50. Barabara ya kwako bado ni ya vumbi. Wewe utapata akili gani ya kupanga barabara ya Wakenya kama barabara ya kwenda kwako ni ya matope na vumbi? Hata hivyo, chama cha Wiper kinasisitiza kuwa mradi huo ulianzishwa kabla ya utawala wa Rais Ruto na ulisimamiwa chini ya uongozi wa Kalonzo Musyoka alipokuwa makamu wa rais. Kwa mujibu wa chama hicho, mradi wa barabara hiyo ulizinduliwa rasmi tarehe 29 Machi mwaka 2011, huku Kalonzo Musyoka akiongoza hafla ya kuweka jiwe la msingi. Mradi huo uliokuwa na thamani ya takriban dola milioni 500 za Marekani ulifadhiliwa na benki ya Exim ya China. Wiper pia inadai kuwa mwezi Mei mwaka 2012 Kalonzo alisafiri binafsi hadi Beijing kuhakikisha ufadhili huo na aliwasilisha hadharani mikataba iliyoithirishwa baada ya kurejea nchini. Chama hicho kinadai kuwa maendeleo ya mradi huo yalikwama baada ya mpito wa serikali mwaka 2013, kikisema kuwa maafisa ndani ya utawala wa Jubilee walihoji uhalali wa kiuchumi wa mradi huo kupitia mawasiliano na mafadhili wa China. Kufikia Septemba mwaka 2013, Kalonzo alikuwa ameishtumu hadharani serikali kwa kuhujumu mradi huo kimaksudi. Wiper pia inakumbusha kuwa mwezi Machi mwaka 2016, wakazi wa Ukambani waliandamana kupinga kucheleweshwa kwa ujenzi wa barabara hiyo. Mwezi Disemba mwaka huo, mradi ulizinduliwa upya huko Mutomo. Kufikia Januari mwaka 2017, Wiper inadai kuwa mitambo yote ilikuwa imeondolewa eneo la mradi wakati Kalonzo alipotembelea eneo hilo. Hata hivyo, washirika wa rais wamepuuza madai ya Wiper, wakihimiza Wakenya kukataa azma ya uongozi wa Kalonzo Musyoka. Wanasema kuwa licha ya kuhudumu kama makamu wa rais wa miaka 10, Kalonzo alishindwa kubadilisha Ukambani na hana uwezo wa kuleta maendeleo makubwa kitaifa. Msimchague yeyote ambaye anashindwa kufanya kazi pale kwake. If they cannot do it in their village, if they cannot do it in their region, then they will not do it for the Kenyans. Hii maneno kiari hii lazima tukatae. Ati mimi ni kama ni Mkamba, nikiwa Mkamba ndio mtafaidika. Wewe ni mjinga namna gani? Utafaidika namna gani? Mjadala huu unaangazia ushindani wa kisiasa unaozidi kuimarika kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Huku rekodi ya maendeleo ikijitokeza kama uwanja muhimu wa mapambano kati ya kambi hizi mbili. Grace Ng'ang'a, KTN. Rais mstaafu Uhuru Kenyatta amepongeza chuo kikuu cha Kabarak kwa kuwekeza katika kawi safi, ambapo chuo hicho kinanuia kuhamia kikamilifu katika matumizi ya nishati itokanayo na miale ya jua. Uhuru alisema kwamba alizungumza wakati wa sherehe ya mahafali ya wanafunzi 2990 katika chuo cha Kabarak, akisema kuwa nishati hiyo ina uwezo wa kuendesha viwanda na kuchangia katika uhifadhi wa mazingira. Chancellor Gideon Moi amesema kuwa chuo hicho kitatumia kawi hiyo safi kubuni mifumo